Mara nyingine tena naitwa Milton. And I'm glad to be here before you once again. Kukua hapa mbele yenu mara nyingine tena. And it's by the grace of God. Na ni kwa neema ya Mungu that I have this chance. Nimepata nafasi huu. And we will be ministering together with you. Na tutakuwa tunahudumu pamoja nanyi. Today is a special day. Siku ya leo ni siku ya kipekee that God has given unto us. Yenye Mungu ameandaa kwa sisi. And today I would like us to talk about citizenship. Na leo ningependa tunene kuhusu utaifa. Amen. Citizenship. Christina amekataa. Amen. Amen. Utaifa. Amen. Citizenship. And which citizenship? Not Kenyan citizenship. Na si mzalendo wa Kenya. We are talking about heaven citizenship. Tunanena kuhusu uzalendo wa kibingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Heaven citizenship. Uzalendo wa kibingu. Olivo. Amen. 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 Uraia. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. And I would like us to open from the book of Philippians. Na ningependa tufungue kitabu cha Filipo chapter 3. Sura ya 3. Philippians is in the New Testament. Filipo iko katika waraka mpya. It's in the New Testament. Agano Jipya. Philippians chapter 3. Filipo sura ya 3. Yes, chapter 3. And from verse 17. Philippians chapter 3 and verse 17. Ukishapata, just tell me an amen. Amen. Kama umefika hapo sema amen. Just say a louder amen. 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 Chapter 17. The Bible says, brethren, Philippians chapter 3 verse 17 says, Filipo sura ya 3 aya ya 17 inasema, ndugu zangu, brethren, be followers together of me, nifuate mimi, and mark them which walk so as you have us for an example. Ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tu tuliwapa ninyi. 18 says, for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Sura aya ya 18 inasema, maana wengi huenda ambao naambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Verse 19 says, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. 19 mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedheha yao, waniao mambo ya dunia. Amen. I would like us to repeat, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Ningependa turudie 19. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedheha yao, waniao mambo ya dunia. Yani, I'm getting people not with me. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Nashuku watu hawako pamoja nami.
mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo. Utukufu wao u katika fedheha yao, waniao mambo ya dunia. 20 says, for our conversation is in heaven, from where also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. 20 yasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Verse 20, when you have NKG, New King James Version, says, for our citizenship is in heaven, Kama uko na from which we do also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. inasema kwa uraia wetu upo mbinguni. Amen. Verse 20. Kwa uraia wetu upo mbinguni, kutoka kwa tunangojea kwa hamu na gamu Kwa Mwokozi kwa wetu Mwokozi wetu Yesu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the living God. Amen. For our citizenship is in heaven, Kwa uraia wetu upo mbinguni, from which we also eagerly wait for the Savior, kwa sisi pia tunangojea kwa hamu sana kwa Yesu Kristo the Mwokozi Lord wetu. Jesus Christ. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. We were talking about citizenship. Tulikuwa tunaongelelea uraia. You cannot be a citizen of a given country if you are not a member of that country. Huwezi kuwa raia wa taifa lolote kama we sio mwenyeji wa hilo taifa. You cannot be a citizen of a given country if you are not part of that country. Huwezi kuwa raia wa taifa lolote kama we sio mmoja wao wa hiyo taifa. You cannot be a citizen of a given country if you are not subscribed to the principles of that country. Huwezi kuwa raia wa taifa lolote kama wewe mwenyewe hujajisalimisha kwa yale Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen, amen. Ana meditate, tunapigia makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Praise the name of the living God. Amen. For our citizenship is in heaven. Kwa uraia wetu uko mbinguni. Our citizenship is in heaven. Uraia wetu upo mbinguni. And in the previous verses, Na kwa hizo verse andiko, 19, we are told, whose end is destruction. na Biblia inasema katika 19 mwisho wao ni uharibifu, Whose God is their belly, na Mungu wao ni tumbo, and whose glory is in their shame. na utukufu wako uko kwa fedheha yao, Who set their mind on earthly things. waangaliao vitu vya dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Praise Jesus. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Whose end is destruction. Mwisho wao ni uharibifu. And who are they? Whose God is their Na ni belly. akina nani? Wao wenye Mungu wao ni tumbo lao. Acha niongee kwa ile lugha itaingia nyumbani. Kila mtu anataka kitu ya tumbo. Whose God is their belly. Yani Mungu wao ni tumbo yao. Selfishness. They glory themselves. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kila kitu ni yao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kila kitu kizuri wanataka ikuwe yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And we are told their end is destruction. Na tunaambiwa mwisho wao ni uharibifu. You lovers of earthly things. Nyinyi mpendao vitu vya dunia. Wale wanaopenda dunia. You are told the end is destruction. Mnaambiwa mwisho wenyu ni uharibifu. But we are told if you want to be a citizen of heaven, Lakini tunaambiwa ukitaka kukuwa raia wa mbinguni, you have to detach yourself from earthly things. lazima uachane na kila kitu ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Mpaka mtu anaanza kujiuliza sasa, earthly things, what are these earthly things? Mtu anajiuliza hizi vitu vya dunia ni kama gani? And we live on earth. Na tunaishi kwa dunia. We live on earth, but we are not of the earth.
tunaishi kwa dunia lakini sisi sio wa hii dunia. Praise the name of the Lord. Amen. We live in earth, but we are not of the earth. Tunaishi kwa dunia lakini sisi sio wa dunia. We are citizens of heaven. Sisi ni raia wa mbingu. But if your end is destruction, Kama mwisho wako ni uharibifu, then your belly is your God. Basi tumbo lako ndilo Mungu wako. And your eyes are set on earthly Na things. macho yako yatazama vitu vya dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Amen. Lord Jesus. Let's say aloud amen. Amen. And can you Amen. read me from the book of Galatians chapter 5 and verse 19? Tafadhali fungua nami katika kitabu cha Wagalatia Galatians 5 verse 19. 5:19. If you are there, just say an amen. Amen. Yes. 5. Galatians 5:19. Galatians in Kiswahili is Wagalatia. Ni mojawapo ya zile waraka. 5 verse 19. If you are there, say an amen so that Kama we uko hapo sema Amen. amen ili tuendelee. And now the Bible says, Na sasa Biblia inasema, now the works of the flesh are manifest, basi matendo ya mwili ni dhahiri, which are these. ndiyo haya. And from the New King James Version it says, now the works of the flesh are evident. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, and it continues. There are so many. Praise the name of the Lord. Ndiyo haya: usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husida, ulevi, ulafi na matendo yanayofanana na hayo. Nimesikia hapo ulevi, mtu atajisema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me read them again. Wacha niyasome tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Now the works of the flesh are manifest. Which Basi are these? matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. They started with the adultery, Wakaanzia usherati, fornication, uchafu, fornication. Fornication, labda lugha ingine ya kuelewa, si uchafu. Amen. Fornication. Uzinzi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Fornication. Uzinzi. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. Hebu nipe lugha ya mtaa. Lugha ya mtaa ya fornication ni gani? Yaani kuharibu yani. Baba unanipoteza wewe zaidi. Amen. Au hutaki watu wasikie baba. Haya. Uncleanness. Uchafu, Uncleanness. Then lasciviousness. ufisadi, Idolatry. ibada ya sanamu, Witchcraft. uchawi, Hatred. uadui. Hatred even appears on this list. Hatred. Uadui pia inapatikana hapa. Variance. Ugomvi, Emulations. wivu, Wrath. hasira, Strife. fitina, Seditions. faraka, Hearsays. uzushi. Yani kusikia tu. Kusikia tu. Hearsays. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Verse 21 says, envyings, Usuda, murders, uaji, drunkenness, ulevi, Amen. revelings, ulafi and such like. na mambo yanayofanana na haya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Those are earthly things. Hizo ni vitu vya dunia. Those are earthly things. Hizo ni vitu za dunia.
And in one way or another, na kwa njia moja ama nyingine, if you are attached Kama- not to all of them, just to any of them, kama unafanya yoyote ya hayo, then you are not qualifying to be a citizen of heaven. basi wewe ufai kuwa hujahitimu kukua kwa uraia wa mbingu. And in heaven is a special place. Na ujue mbingu ni mahali pa The kipekee. citizenship of heaven is special. Uraia wa mbinguni ni wa kipekee. How special it is? Ni wa kipekee kwa kiasi gani? It is special because it doesn't allow dual citizenship. Ni kipekee kwa sababu haikubali kukua na nchi uraia mbili. It only accepts a single citizenship. Inakubali tu uraia moja. If you decide to be a citizen of heaven, Kama umeamua kukua raia wa mbinguni, then become one. basi ukue moja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. The qualifications are outlined well. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. And just allow me, we repeat, we go together slowly by slowly. Those are teaching so that each and everyone has something to get on with. Nikubalie nirudie moja kwa moja ili Now kila the mtu aende works nyumbani of the na kitu. flesh are manifest. Basi matendo ya dunia ni haya. Which are these? Ni haya: Adultery, uasherati, fornication, uzinzi, uncleanness, uchafu, lasciviousness, ufisadi, idolatry, ibada ya sanamu, witchcraft, uchawi, variance, uadui, emulations, ugomvi, wrath, wivu, strife, hasira, fitina, seditions. faraka, Here says, uzushi. na ningependa tuzisikie vizuri, hadi strife, yani we mtu wa kushikashika na watu vita tu, yani hauna peace, Hasira, fitina, yani wewe strife tu, yani hauna peace na wase mali Wewe tu ni uko fitina ni tu vita kila tu mahali. unaona. You are not becoming a citizen of heaven. basi hivyo ukui raia wa mbinguni. Yani mtu tu akianguka tu hivi kidogo, hiyo ndio furaha yake. That is hatred. Yani hata mtu akikuchuna tu hivi kidogo, wewe pia unahisi tu mchune. You are not becoming a citizen of heaven. A citizen of heaven Raia wa mbingu will only revenge a smile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mtu akikuchapia smile kali, smile back, revenge back a smile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lord We are Jesus. here and I'm not getting people together with me. Tuko Praise hapa God. lakini sisikii watu Amen. wakiwa pamoja na Amen. I want to Hallelujah. say a louder amen. Amen. Bwana Yesu Amen. Amen, 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 amen. Amen. And the Bible tells us that idolatry Na Biblia inatuambia is also key here. uabudu wa sanamu. Idolatry is here. Uabudu wa sanamu. The love of money. Mapenzi ya pesa. You can miss the service because of money. Unaweza Amen. ukakosea ibada kwa sababu ya pesa. You are not a citizen of heaven. Wewe sio wa uraia wa mbingu. If you can leave the service because of money, Kama unaweza ukatoka ibada kwa sababu ya pesa. if you can fail to attend a service because of money, Kama unaweza kosa kuhudhuria ibada if you kwa can sababu ya sin pesa. because of money, Kama unaweza ukasin kwa sababu ya pesa. tenda dhambi kwa sababu ya pesa. Amen. Amen. If you can sin because of money, Kama unaweza tenda dhambi kwa sababu ya pesa, then you aren't a citizen of heaven. basi wewe sio wa uraia wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Idolatry. Well- You have made fashion your idol. Ibada ya sanamu umefanya fashion. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya kisasa iwe Mungu wako. You have made money your idol. Umefanya pesa iwe You Mungu have wako. made celebrities your idol. Umefanya wale
You have made men of God to be your idol. Umefanya watumishi wa Mungu You kuwa have made your friends to be your idol. umefanya marafiki wao kuwa sanamu wako. You have made magazines, maybe dirty literature, your idols. Umefanya magazeti labda ikuwe maandishi machafu you have kuwa made- sanamu yako. You have made maybe drugs your idol. Umefanya miadarati kuwa sanamu yako. Amen. You can do without them. Unaweza fanya bila hizo zote. You can't do. Yani lazima tu uzitumie. Huwezi kuwa bila hizo. Hiyo ni kama sanamu. That's like an idol. Ni kama sanamu, unachukua nafasi na unaachana nayo. Those are like idols. You should take a step and you quit them. If you want to be a citizen of heaven, Kama unataka kuwa raia wa mbinguni, you must keep away from idols. lazima uzitoke kabisa. Keep away from idolatry. Usiachane na uabudu ibada ya sanamu. Witchcraft is also mentioned. Uchawi pia imehesabiwa. If you don't trust God, you trust other people. Kama uamini Mungu na You are amini binadamu not, wenzako, you are not a citizen of wewe heaven. sio raia wa mbinguni. Hatred. Chuki. If you are a person who hates, Kama wewe ni mtu wa kuchukia, you don't forgive. huwezi ukasamehe, You don't easily forget. huwezi ukasahau After haraka. you are forgiven, Baada ya kusamehe, you are not a citizen of heaven. wewe si raia wa mbinguni. Remember, God himself sent his only begotten Na son ukumbuke Mungu mwenyewe alituma to mwana die wake for wa us kipekee on the cross. ili atufie msalabani. He sent his only begotten son. Alituma mwana wake wa kipekee. That means he forgave all our sins. Kwa sababu hiyo inamaanisha alisameha kila dhambi zetu. What a great love. Ni upendo kiasi gani? Why don't we emulate him Mbona tusimfuate by forgiving kwa kusamehe and keeping wengine away from hatred? na kuachana na chuki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Amen. Nana kuna King James atusomee verse 20. NKJV. Amen. Verse 20 says idolatry. New King James inasema idolatry, Yes. sorcery, Hatred. hatred, contentions. Contentions. This is the word I was looking for because this version is given variance. Variance is something to deal with mathematics. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Contentions. Yani mtu wa vita. Yani wewe hakuna kitu yote una support kupinga. You contend with everything. You contend even with the word of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And do you know how people contend with the word of Na God? mnajua jinsi mtu You contend with the word upigana of na God maneno ya Mungu. by manipulating the word of God. Amen. 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 Kwa kubadilisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano mtu amekujia amekuambia usitende hii. Na wewe unakuja unamwambia na Yesu mwenyewe sienda libadilisha maji ikakuwa wine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is contention with the word of Leo God. ni kupingana na neno la Mungu. You contend God. Unapingana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu Praise the Lord asifiwe. Jesus. You are manipulating the word of God to fit you. Unapingana na neno la Mungu ili Shike. ikufaidi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Emulations. Carry on after contention. Jealousies, Jealousies. outbursts, Outburst. Or wrath. outburst of wrath, Or wrath. Then selfish ambition. selfish ambitions. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Selfish ambitions. Ubinafsi. Yaani wewe kila kitu poa unajitakia. You want every good thing to be your own. Hata ukisikia mwenzako ameambiwa wewe ni mrembo umesikia vibaya. Yeah. Wewe ndio ulikuwa unataka uambiwe hiyo. Kila kitu poa ni yako. Ukiona mwenzako ametengeza nywele wewe pia unakimbia utengeneze.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona mwenzako anajua kusmile vizuri, wewe pia una rehearse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ukiona mwenzako anafaulu, wewe pia unataka kupitia tu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the living God. Amen. I hope we are together. Yes, you are. Here says. Verse 20 inaisha na gani? Kusema Verse 20, the very last. Here says. Yes, here says. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Johnny, siende kwanza. Please stay. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Here says, kusikia tu vitu uja confirm na ndio hiyo. Praise the name of the living God. Amen. The word of God at times is not very easy. neno la Mungu saa zingine si rahisi It sana. may prick you, Inaweza ikakudunga, may burn you. inaweza ikakuchoma. Yes. Bwana Yesu Ndio. asifiwe. Praise the Lord Jesus. And verse 21 says envyings, Sura aya 21 inasema drunkenness, usuda, ulevi, revelings, fitina, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. 21. Husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawatarithi ufalme wa mbingu. Rudia hapo. 21. Husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. Yanafanana hayo. Nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo hayo hawatarithi ufalme wa mbingu. They will not inherit the kingdom of God. Amen. And you can't become a citizen if you are not part of it. Hawatarithi ufalme wa mbingu, na huwezi kuwa raia wa mbingu kama wewe sio mmoja mwenyeji. Remember, heaven is the throne of God. Kumbuka mbingu It is the dwelling place of God. ndio makalio, ndio kiti cha ufalme Earth is ya just Mungu. the footstool. Na dunia ni mahali anapoegemea You are miguu. not able to dwell with God Na uwezo ishi pamoja na Mungu if you are not a citizen of that place. kama wewe sio mwenyeji wa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Pigia mkalimani wangu makofi. Amen. Ni mtu shupavu na mtambua mimi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Amen. Jesus. But desire to be a citizen of the kingdom of God. Na Desire to be a Utamani. citizen of heaven. utamani kuwa raia wa mbingu. Amen. Desire to be in the dwelling place of God. Utamani kukua pamoja na Mungu. And we are told we have to keep away from such. Na tunaambiwa lazima tuachane na hayo matendo. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Amen. Jesus. Heaven is such a beautiful place. Mbinguni ni mahali ya kupendeza sana. Just imagine where God dwells. Wewe fikiria tu ni mahali penye Mungu huishi. Just imagine the throne of God. Fikiria tu ni hapo ndipo Mungu anakalia. Kama leo tu mtu akienda kule ikulu, If somebody was to go to the State House today, if somebody visits the State House today, kama mtu angetembelea ikulu siku ya leo, I'm sure they would like to take a little bit longer time in that place. niko na uhakika wangependa kukaa hapo
kwa muda mrefu kiasi, because of how the place is built. kwa sababu jinsi ya hapo venye imejengwa. The lawns are well trimmed. Kila mahali yamepambwa. Every place is well painted. Kila mahali yamepakwa rangi sawa The air sawa. smells nice. Na nywele zao Everything is in order. hewa ya huko ni Kila kitu mema. tu kiko shwari. Kila Bwana kitu- Yesu asifiwe. Everything is in Amen. order. Everything is in order. Kila kitu kiko shwari. How much is it in heaven? Kiasi gani uko How mbinguni? much is it in heaven? Kiasi gani iko huko mbinguni? Will you allow drunkenness make you not to see heaven? Je, utakubali ulevi ikufanye usione mbinguni? Will you allow hatred Je, utakubali chuki Make you ikukataze kuona mbinguni? not to be a citizen of heaven? Ikukataze kukuwa raia wa mbinguni? Will you allow selfishness derail you from being a citizen of heaven? Je, utakubali ubinafsi ikutoe kwa uraia wa mbinguni? Will you allow contentions Je, utakubali magombano jeopardize ikutoe, your journey to heaven? iharibu njia yako ya kwenda mbinguni? Will you allow fornication Je, utakubali destroy your journey to heaven? iharibu njia yako ya kwenda mbinguni? Praise the name of the living God. Jina la Bwana lisifiwe. The choice is yours. It is you. Chaguo ni lako. It is you to make a choice Ni wewe ndio unafaa uamue. whether to be a citizen of heaven Ni wewe unafaa uamue kukua ama kutokuwa. or otherwise. It is your decision. Ni uamuzi wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the name of the living God. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Amen. Kindly open with me from the book of Luke chapter 10 and verse 20. Tafadhali fungua nami kitabu cha Luka 10:20. If you are there, kindly say an amen. Amen. Luka mtakatifu 10:10. And it says, notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Lakini msifurahia kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen, amen, amen. Please listen fast. Tafadhali sikiza. Ile unataka kusoma bado ni hii tu, ni neno tu Sikiza moja. kwanza. It is just the same. Notwithstanding in this rejoice not. Do not rejoice that the spirits are subject to you. Amen. But rather rejoice because your names are written in heaven. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, Naongea- bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Naongea hadi na wale wameokoka. I'm speaking even to those who are born They again. are already citizens of heaven. Wao tayari ni raia wa mbingu, But they can fall apart. lakini wanaweza wakaanguka. They can drift their way. Njia yao wanaweza poteza njia yao. They can fall out Wanaweza toka because of the glory that is in the earth. kwa sababu ya kujibamba ile iko duniani. Many a times we take glory that is God's. Mara mingi tunachukua utukufu ile inafaa kuwa ya Mungu. We take the glory that is God's Tunachukua ile utukufu wa Mungu when we are gifted in different ways. wakati Mungu ametupa vipawa vyovyote. When demons submit unto us in the name of Jesus. Wakati mapepo wanatutii kwa jina la Yesu. Once umeokoka, umesema tu toka kwa jina la Yesu, unaona mapepo wanakimbia wakienda. If you're born again and you just tell them to
quit. wakikupata vibaya umegongwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukiambia toka katika jina la, wanatoka, na wakikupata hapo wanakugonga vibaya sana. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amen. Yeah, when someone is unwell, you pray for them, they get healed. Kama mtu ni mgonjwa na waombea na wanaponywa. You can speak in tongues for hours. Unaweza ukanena kwa ndimi kwa masaa. You can prophesy. Unaweza uka Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen, amen, amen. Niwacha niseme ndugu yangu, mpigieni makofi. Amen, amen, amen. Ni mimi nampeleka mwisho. Ako sawa, ako sawa. Hapa bado sawa. Ako sawa. Lakini anaomba saba kunywa maji. Yeah. Amen, 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 amen. Bwana Yesu apewe sifa. Praise Amen. the Lord. Amen. Amen. Ameniambia ako tu sawa. Amen. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Do not rejoice that demons submit unto you, Usifurahie ya kwamba mapepo wanakutii, but rather rejoice that your names are written in heaven, lakini furahia kwa sababu jina lako limeandikwa mbinguni, because that is the ultimate place. kwa sababu hiyo ndiyo tamati ya kila kitu, Because that is the ultimate place. because hapo ndiyo mahali ya mwisho, Because that is where God lives. hapo ndipo Mungu huishi. In this place, through the name of Jesus, you can obtain everything. Mahali hapa kwa jina la Yesu unaweza pata kila kitu, But we are told not to rejoice in that. lakini tunaambiwa tusifurahie hiyo. In the name of Jesus, He can bless you with almost all the earthly things you Kwa can never desire. jina la Yesu Mungu anaweza kubariki But na we- kila kitu ya dunia unaweza ukatamani, But we are strongly cautioned not to glory in such things. lakini tunaambiwa tusichukue utukufu kwa vitu kama hivyo, But we focus our glory that our names are written in heaven. lakini Amen. tuyatazame utukufu wetu ya kuwa jina letu limeandikwa kwa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. Then that means Hiyo inamaanisha once you are saved, wakati utakapookoka, you are gifted in different ways. umepewa kipawa, There is a likelihood that you can drift from the way. kuna uwezekano unaweza ukatoka kwa njia. There is a likelihood that you can find yourself still hating. Kuna uwezekano unaweza pata bado uko na chuki. You can find yourself still fornicating. Unaweza ukajipata bado unatenda usherati, But lakini there is no ticket to heaven. hakuna tikiti ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. There will be no ticket to heaven. Hakuna tikiti ya mbinguni. Amen. Amen. So if you are saved and still do such, Sasa kama umeokoka na bado watenda hayo, I'm telling you for sure, nawaambia ukweli, I won't be ashamed to tell you today na sitaogopa kuambia siku ya leo on this altar kwa madhabahu haya that you are treading on a wrong ground. ya kwamba unatembea kwa njia usiyofaa, Because you won't see heaven. kwa sababu hautaona mbinguni, You won't see heaven. hautaona mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. If you can't accept Christ, Kama huwezi ukapokea if Kristo, you can't follow Christ, kama huwezi ukafuata Kristo, because Christ himself is clean. kwa sababu Kristo mwenyewe ni safi. Christ himself advocates for purity. Kristo mwenyewe anaipigania usafi. Christ himself advocates for love. Ananenea upendo. Christ himself advocates for chastity. Kristo mwenyewe ananenea urafiki, upendo. Christ himself advocates for people who are sexually pure. Kristo mwenyewe anapenda wale wako
sexually pure. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Amen. Pigia mkalimani makofi. Amen, 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 amen. Ni mtu wa nguvu namjua. Ile tu maji amkuletea mkalimani maji lakini sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. So let's be citizens of heaven. Wacha tukue raia wa bingu. Citizenship of heaven. Uraia wa bingu. And we know what is required of Na us. tunajua ile inatakikana kwa sisi To emulate Christ. ili tuweze tukafuata Kristo. And the Bible has given us very many directions Biblia imetupatia njia mingi on how to be a citizen of heaven. ya kukua raia wa bingu. Because there are those who keep asking questions and is it bad? Is it wrong? Kwa Is sababu it- kuna is wale it- wanauliza maswali kila mara. And we Je, are told, ni mbaya? Je, if hii you ni mbaya? keep Je, hii ni practicing mbaya? such, Na tunaambiwa ukiendelea kutenda hayo, then there is no ticket to heaven. basi hakuna tikiti ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Praise the name of the living Bwana God. Yesu Amen. apewe sifa. Amen, amen. And even the very last verse that we have looked at from the book of Luke chapter 10 verse 20. Na ile andiko la mwisho tumeangalia kutoka kwa kitabu ya Luka 10:20. It's even cementing what we've been talking about. Na inafunika kila kitu tumeongelelea. Because someone thought having received Jesus Christ and not following his ways Kwa sababu mtu alifikiria kupokea Yesu Kristo na ufuati njia zake, may make him to heaven. Inaweza kumfikisha mbinguni. But we are told if you practice such, Lakini tunaambiwa ukifuata hayo, you are not a citizen of heaven. wewe si raia wa mbingu. You are not making it to heaven. Wewe ufiki huko mbinguni. Bwana Yesu Praise the asifiwe. Lord Jesus. Amen. Amen. I know we have several desires in our hearts. Najua kwa moyo wetu tuko na matumanio mingi. If you can read from every heart in this place, Ukiweza kuingia kwa kila moyo iliyo hapa, you can come with a very big list of desires. unaweza ukatoka na list ndefu sana ya Bwana tamanio. Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Praise the name of the living God. Amen. Kila hati ya mtu hapa The heart of everybody here, ikiweza angaliwa, if we can screen it, kuna desires mingi sana. there are so many desires. Kuna matamanio mingi sana. Desires mingi sana. But even if Matamanio mingi sana. you are given all of them, Na hata ukipewa hayo yote, all those desires are met, hayo matamanio yako yote, I'm telling you for sure, na kuambia ukweli, you won't be very able hautakuwa na uwezo to see heaven ya kuona mbingu without God in you. bila Mungu ndani yako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Na huyu nani anaenda nje? Anaenda kuketi hapa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Praise the name of the living God. Amen. We are just about to finish. Tuko karibu kumaliza. Amen, amen, amen. Najua sisi tukiwa hiyo age tulikuwa tunapenda kuangalia kila kitu. Kisikia na mtu akiongea nje unataka kwenda kuangalia. Ukiulizwa unaenda kufanya nini choo? Amen, amen. Siku moja tulipelekwa kwa choo, mwalimu akaniambia ulikuwa unaenda choo, sasa nimekuja hapa na wewe nionyeshe kile choo ulikuwa unataka kwenda. Kila kitu ikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tusikue tunadanganya, tukienda kuangalia kitu unarudi tu na keti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. That is the lesson we have today. Citizenship of heaven. Hilo ndio funzo la leo, uraia wa mbingu. And it was very simple. Na ilikuwa rahisi sana. Mimi nimeongea vitu vingi. I have spoken much. But it was very simple. Lakini ilikuwa rahisi sana. The sermon could even be delivered in 5 minutes. Hilo lingesemwa hata kwa dakika And 5. message home. Na kila mtu Because angeelewa. everything was clear.
kwa sababu kila kitu kilikuwa But I wazi, desire lakini ninatamani that each and everyone here ya kwamba kila mmoja wetu will be able to sit with God aweze kuketi pamoja na Mungu on the judgment day. ile siku ya hukumu. There'll be true sons of God. Kutakuwa na wale wana wa Mungu wa ukweli. Praise the name of the living God. Amen. Yesu lisifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Everyone, that is my desire. Kila mtu, Because we already know the truth. kwa sababu tayari tunajua And ukweli, the truth should set us free. na ukweli inafaa ituweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise And the let me Lord. tell you, judgment won't be the same Na wacha niwaambie, on everyone. hiyo siku ya hukumu haitakuwa sawa kwa kila mtu. It will be harsh, especially for those who know the truth. Itakuwa kali sana kwa wale wanaojua ukweli. Justice in heaven is not like justice here on earth. Hukumu mbinguni sio kama hukumu huku duniani. We are well acquainted to a phrase that says ignorance is not a defense. Sisi sote tumejua hili semo limesemwa mara mingi ya kwamba kutojua sio defense. In a court of law. That is here on earth. Let me tell you, in heaven, after having known the truth, your judgment will be different from that person who hasn't known the truth. Ule mtu hajajua ukweli na mtu amejua ukweli, judgment itakuwa tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Praise the name of the living God. Amen. So having known this truth, it's Sasa- upon you to work on it. Sasa umejua ukweli, sasa ni hiari yako ya kuifuata hiyo ukweli. It's upon you to work on it. Ni hiari yako ya kutembea kwa ukweli. If it is drunkenness that will lead you not to see heaven, not to become a citizen of heaven, Kama ni ulevi itakufanya usione mbingu, work on it. iache. If it is hearsays, Kama ni work on masengenyo, it. iache. If it is idolatry, Kama ni ibada ya sanamu, work on it. iache. If it is adultery, Kama ni usherati, work on it. iache. Praise the name of the living God. Jina la Bwana. I say if it is fornication, Kama ni uzinzi, work on it. iache. Amen? Amen. Because you already know the truth. Kwa sababu tayari unajua ukweli. And judgment will be very harsh on you. Remember, Na hukumu itakuwa kali sana kwako. we are Kumbuka, told that justice and righteousness are the foundation of God's throne. tunaambiwa ya kwamba ile foundation ya kiti cha enzi ya Mungu ni justice and righteousness. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So let's be very careful. Let's work on this. Sasa tukue makini sana, I know God will help us. na najua Mungu atatusaidia. We can all rise, please. Tunaweza inuka sisi sote. Amen. We can all rise.